Mordekai alikuwa anamwambia Esther, ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo Mungu atakapowafanyia, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Maanake msaada na wokovu wa Wayahudi upo. Wewe ukinyamaza, huo msaada wa Wayahudi hauwezi kunyamazishwa. Natamani nikukumbushe vitu viwili kama vitatu. Esther alibeba mambo manne katika wakati wake. Esther alibeba mambo manne katika wakati wake. Alibeba urembo wa asili, alibeba kibali cha kipekee, alibeba nafasi ya kifalme, alikuwa malkia, lakini pia alibeba ukaribu na mamlaka hiyo katika umalikia wake. Kwa Esther alikuwa ni mrembo wa asili, alikuwa na kibali cha kipekee, alikuwa na nafasi ya kifalme, na alikuwa na ukaribu wa mamlaka. Yote hayo Mungu alishikamanisha ili yatumike kutimiza kusudi lake. Yote hayo Mungu aliyashikamanisha kwa Esther ili aweze kuwa msaada kwa ajili ya Wayahudi. Mungu hatoi vipawa ili tu tuishi vizuri. Anatoa vipawa ili tuweze kutimiza kusudi kubwa zaidi ya sisi. Anatupa vitu tofauti tofauti. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu anakupa kwenye maisha yako si kwa ajili yako. Na ndio maana kuna wakati nilikuwa nazungumza ya kwamba kuna wakati maisha ambayo tunayaishi si kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana kuna maisha ambayo wewe unayaishi si kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya watu wengine. Kwa Mungu hatoi vipawa tu kwa sababu yetu sisi. Hakupi kitu tu kwa sababu yako wewe, no, anatoa kwa sababu ya watu wengine. Kwa hiyo Esther akinyamaza, manake vizazi vya Wayahudi vinaharibiwa, kwa sababu kile kitu alichopewa sio kwa ajili yake. Kwa wakati huu ni mchango wako katika historia ya watu. Wakati ambao Mungu amekupa huu ambao unaishi duniani, ni una mchango mkubwa katika kutengeneza historia kubwa ya watu. Wakati huu ukinyamaza, maana yake unaharibu historia ya watu. Lakini Mungu wakati mwingine hayuko tayari kuharibu historia ya watu, lakini atakuharibu wewe ambaye amekupa nafasi ya kuwa mchango kwenye historia ya watu wengine. Kuna watu, familia, taifa na huduma zinategemea hatua yako moja. Kuna mtu yuko mahali mbali sana, anategemea hatua yako wewe. Kuna wakati wewe kutulia kwako unaharibu maisha ya mtu aliyeko mbali sana. Kuna mambo ambayo ukikosa kutenda katika wakati huu, kuna mambo ukikosa kufanya, ukikosa kuamua katika wakati huu, kuna vizazi vinapotea, kuna watu wanakufa, kuna nafasi zinachukuliwa na wengine, neema inahamishwa. Kwa hiyo historia itaandika alipoteza wakati wake. Manake Esther alisema ukinyamaza kabisa wakati huu, manake Esther angeangamia na historia ambayo ingebaki kwamba Esther alipoteza wakati wake. Utahisi kwamba utapoteza wakati wa watu wengine, lakini kumbe utapoteza wakati wako. Mungu amekupa wakati kama huu kwa kusudi lililo jema. Lakini pia wakati huu hauhitaji tu mipango, lakini unataka uamuzi. Wakati kama huu unahitaji maamuzi. Esther hakuita mkutano, hakutafuta ushauri wa wataalamu, alichukua hatua moja, alichukua maamuzi. Kwa sababu ule wakati kama huu unahitaji agreement. Ndio maana nasema ukinyamaza kabisa wakati huu, maana yake ule wakati ulikuwa unahitaji mtu ambaye yuko tayari kutake action. Ndio maana Esther akasema nitafunga na nyie nendeni mkafunge, kisha nitaenda kwa mfalme kinyume cha sheria au kinyume cha utaratibu, nikiangamie na niangamie. Manake ulikuwa ni wakati ambao ulimbidi Esther aweze kuchukua hatua, aweze kufanya jambo fulani. Kwa katika wakati wa Mungu, kitu kinachotakiwa si tu maombi, ni hatua yenye ujasiri, ni kutupa roho ya oga. Kumbuka Mungu hakutupa roho ya oga. Kwa hiyo wakati wa Mungu, wakati kama huu, ni wakati wa kufanya kilicho sahihi, hata kama kinaumiza, hata kama hautafaidika kwa chochote. Kuna wakati Mungu atakupa mzigo wa kuweza kusaidia watu, lakini unajua kabisa katika kusaidia hao watu hautasaidika kwa chochote. Kwa ni wakati kama huu ambao unapewa, wakati kama huu